أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Muminin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema kuhusu suluhu hidabia. Leo pia nitaeleza maelezo mengine katika siri khataman nabiyin. Hatmiza Bashir Ahmad Sahib ameeleza kisa hiki. Anaandika ya kwamba mapungufu yanaweza kutokea katika mikataba ambayo baadaye saa nyingine yanakuwa sababu ya matokeo muhimu. Hivyo katika suluhu hudabia pia upungufu huu ulikuwa umebaki humo, japo kuhusu kurudishwa kwa wanaume wa Islamu habari ilikuwa wazi kabisa, lakini hakukuwa na habari ya wanawake ambao katika watu wa Makka wakisilimu waje kuungana na Waislamu. Lakini muda si muda hali fulani ikatokea ambapo makafiri wa Makka wakapata kujua kuhusu upungufu huo. Hivyo muda mchache tu ulikuwa umepita juu ya mkataba ambapo baadhi ya wanawake wa Islamu wa Makka wakijisalimisha na makafiri wakafika Madina. Miongoni mwao mwanamke wa kwanza alikuwa ni Umm Kulsum binti ya kiongozi mmoja wa Makka marehemu Uqba ibn Abi Muayt, ambaye kutoka kwa mama yake alikuwa dada Uthman bin Affan. Vile vile Umm Kulsum akafika Madina kwa miguu kwa kuonyesha ushujaa mkubwa. Mama huyo akasafiri safari ndefu kwa miguu na akihudhuria kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akadhihirisha Uislamu wake. Lakini nyuma yake jamaa zake wawili pia wakafika ili kumkamata na wakaomba kurudishwa kwake. Wao walikuwa nadai kwamba japo katika mkataba neno la mwanamume limetumika, lakini kwa hakika mkataba huu ni kwa ajili ya wote, yani ni kwa ajili ya wanawake na wanaume. Lakini Umm Kulsum katika swala la wanawake, pamoja na kutumia hoja ya maneno ya mkataba, alikuwa akidai vile vile kwamba mwanamke anatokana na jinsia mmoja dhaifu, na hata hivyo ikilinganishwa na mwanamume anakuwa na nafasi ya kutawaliwa. Hivyo kumrudisha yeye ni kama kumtupa katika shimo la mauti ya kiroho na kumfanya akose Islam. Basi kuelewa kwa mwanamke ni nje ya mkataba huu kulikuwa ni sawa na mkataba, bali kimantiki pia kulikuwa sawa na adili na muhimu. Hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa hukumu katika haki ya Umm Kulsum na akawarudisha jamaa zake, na Mwenyezi Mungu pia akathibitisha kwamba hukumu hii ni sawa. Hivyo katika siku zile zile aya hizi za Qurani zikashuka ya kwamba mwanamke akidai kuwa Muislamu akija Madina, mjaribuni vizuri, na akithibitika kuwa mwaminifu mwenye ikhilasi, basi msimrudishe kwa makafiri. Lakini kama ameshaolewa, basi lazima mumpatie mume wake mshirikina mahari yake. Baadaye kila mara mwanamke yeyote akitoka Makka alikuwa akifika Madina, alikuwa anajaribiwa vizuri na nia na ikhilasi yake ilikuwa ikichunguzwa vizuri.
kisha wanawake ambao walikuwa wakithibitika kuwa wema wenye nia njema na wenye ikhilasi na katika uhamisho wao ilikuwa haipatikani tamaa yoyote ya dunia walikuwa wakipewa uhifadhi katika madina na kama walikuwa wameolewa basi mahari yao ilikuwa ikilipwa kwa waume zao na walikuwa na uhuru wa kuolewa kwa waislamu katika masharti ya mkataba tukio moja linapatikana katika historia ambalo ni la hazrat abu basir maelezo yake yameelezwa hivi kwamba katika masharti ya mapatano ya hudhabia sharti moja ilikuwa ni ya kwamba miongoni mwa quraish mtu akisilimu aje madina watu wa madina hawatampatia uhifadhi bali watamrudisha lakini muislamu yeyote akiritaadi kutoka islam aeleke makka watu wa makka hawatamrudisha kizwahiri sharti hili lilikuwa limechukuliwa sababu ya fedheha kwa waislamu na ndiyo maana waislamu wengi walikuwa wamevunjika moyo kiasi kwamba umar sahaba mkubwa mwenye busara sana kwa sababu ya hali iliyotokea alikuwa amevunjika moyo yaani kwenye mazingira yale ambapo mioyo ya watu ilikuwa inaungua kwa sababu ya hukumu hii kwamba wanaacha haki yao ye pia alikuwa amevunjika moyo lakini baada ya muda mfupi hali ikatokea ambapo jambo hilo likathibitika wazi kwamba hakika sharti hili lilikuwa sababu ya udhaifu kwa makuraish na ilikuwa sababu ya uimara kwa waislamu kwani kama mtume alivyokuwa amesema mwanzoni kabisa kwamba muislamu yeyote akiritaadhi ataondoka madina huyu atakuwa kiungo mchafu wanafiki au watu wenye tenge wangeweza kuacha islam baada ya kusilimu walikuwa wakiritaadhi hivyo kama wanaondoka bila shaka wainde tu kuna haja gani ya kuwaleta madina mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amesema tayari kwamba ni sawa sisi hatuna shida yoyote kwani yeye ni kiungo mchafu ambacho kukatwa kwake kulikuwa ni bora tu lakini kinyume chake mtu fulani akisilimu kwa moyo wa kweli atatoka makka hata kama apate mahala pa kukaa katika madina au asipate popote atakapoishi atakuwa sababu ya kuimarisha islam na hatimaye allah atamfungulia njia yoyote nazaria hii katika muda mfupi ikathibitisha ukweli wake kwani muda mchache ulikuwa umepita tangu mtume afike madina mtu mmoja abu basir utba bin usaid sakfi ambaye alikuwa mkazi wa makka na alikuwa na uhusiano na kabila la banu zohra kwa kusilimu na kutoroka kutoka watu wa makka akafika madina quraish wa makka wakatuma watu wao wawili nyuma yake na wakamwomba mtume salallahu alaihi wasallam kwamba sawa na sharti la mkataba abu basir arudishwe mtume salallahu alaihi wasallam akamuta abu basir na akamwamuru kurudi makka abu basir akapiga kelele ya kwamba mimi ni muislamu na watu hawa wataniuzi katika makka na watatumia kila njia ya karaha ili niache islam mtume akasema kwamba sisi kwa sababu ya mkataba hatuna njia na hatuwezi kukuruhusu kuishi hapa na kama kwa ajili ya ridhaa ya allah utafanya subira mungu atakufungulia njia lakini sisi hatuna njia nyingine na hatuwezi kwenda kinyume cha mapatano mtume alikuwa akijali sana mikataba na mapatano abu basir akaondoka pamoja na watu wale lakini kwa kuwa alikuwa na hofu sana moyoni mwake ya kwamba akifika makka atazulumiwa vikali na ye atalazimika kuficha neema hii ya islam na huenda kwa sababu ya mateso na zulma atalazimika kuacha islam hivyo kundi hili lilipofika zulhulefa ambayo ina maili chache kutoka madina kwenye njia iendayo maka abu basir akipata nafasi akaamua mmoja wao katika wawili ambaye alikuwa kiongozi wa kundi lile na ilikuwa karibu amshambulie mwingine pia lakini yeye kwa kujisalimisha akakimbia haraka mpaka akafika madina kabla ya abu basir pia akafika nyuma yake
mtu huyo alipofika madina mtume salallahu alaihi wasallam alikuwa amekaa miskitini. Kwa kuona hali yake ya kutisha mtume akasema inaonekana amepata mshtuko mkubwa wa hofu. Na wakati huo huo yeye pia akasema mtu huyo akasema kwamba mwenzangu ameuawa na mimi pia ilikuwa nife. mtume salallahu alaihi waalihi wasallam akasikia kutoka kwake kisa hicho na akampa moyo. Katika muda huo abu basir pia akishika upanga mkononi akafika huko, na mara baada ya kufika akasema kwa mtume salallahu alaihi wasallam, ya rasulllah, ulikuwa umenikabidhi kwa makuresh, sasa wajibu wako umekwisha, lakini mwenyezi mungu ameniokoa kutoka mwenye kuzulumu na sasa huwajibiki kuhusu mimi. mtume salallahu alaihi wasallam akasema, walau ummihi muziru harbin lau kana lahu ahad, yani ole kwa mama yake. maneno haya katika msimu wa arabu yanatamkwa wakati wa kuonyesha mshangao au hasira au lawama. alisema mtu huyu anachochea moto wa vita, laiti awepo mtu mwenye kumfahamisha yeye. abu basir aliposikia maneno haya akaelewa kwamba mtume saa salam kwa sababu ya mapatano atamwambia areje nyuma. hivyo kuhusu hiyo kuna maneno ya bukhari yasemayo, falamma samia zalika arifa annahu sayuradduhu ilaihim, yani abu basir aliposikia maneno haya ya mtume salallahu alaihi waalihi wasallam akaelewa ya kwamba mtume saa salam kwa sababu ya mapatano atamwambia areje nyuma. hivyo yeye akatoka huko kwa ukimya, na badala ya kwenda Makka ambapo yeye alikuwa akiona mauti ya kiroho na kimwili, akielekea ufuki wa bahari nyekundu akafika siful bahar. waislamu wengine wa Makka walipojua kwamba abu basir amejenga makazi mapya, wao pia polepole wakitoka Makka wakafika siful bahar. katika watu hawa alikwepo abu jandal mwana wa suhail bin amr, kiongozi wa Makka. mtume salallahu alaihi wasallam alikuwa amemrudisha kutoka hudabia, ambaye nilikuwa nimeeleza hali yake katika hutuba iliyopita. polepole idadi ya watu hawa ikafikia 70 au sawa na baadhi ya riwaya ikafikia hadi 300, na hivi pamoja na madina ikapatikana utawala mwingine wa kiislam pia ambao kidini ulikuwa chini ya mtume salallahu alaihi wasallam, lakini kisiasa ulikuwa ukijitegemea. kwa kuwa upande mmoja katika maeneo ya hijaz kupatikana kwa nizamu moja ya kisiasa yenye kujitegemea ili kwa sababu ya hatari kwa makuresh, na upande wa pili wahajiri wa siful bahar walikuwa wameteswa sana na makuresh wa Makkan. hivyo muda si muda uhusiano wa wahajiri hawa wa siful bahar na makureshi wa Makka ukashika sura ile ile ambayo mwanzoni ilikuwa imetokea kuhusu wahajiri wa Madina. na kwa kuwa siful bahar ilikuwa karibu sana na njia ile ambayo ilikuwa inaenda Siria kutoka Madina, hivyo wahajiri hawa wakaanza kupigana na misafara ya Quraish, na vita hii mpya ikashika sura hatari kwa Makuraish, kwani moja Makuraish kwa sababu ya vita ya zamani walikuwa wameshazofika, na pili sasa walikuwa wachache katika idadi, na zidi yao utawala wa kiislam wa siful bahar ambao ulikuwa chini ya uongozi wa abu basir na abu jandal. kwa sababu ya jaziba ya imani yao na mateso waliokuwa wamepata ulikuwa mejaa nguvu ya kiradi ambayo haijali ushindani vovote. natija ikawa hivi kwamba katika muda mchache makuraish wakajisalimisha, na wakichoshwa na mashambulizi ya kundi la abu basir wakaleta ombi kwa mtume salallahu alaihi wasallam, na wakasema kwamba kwa kuwaita wahajiri wa siful bahar kuja Madina uwaingize katika nizamu yako ya siasa, na pamoja nayo wakasitisha wenyewe sharti lile la mkataba kwamba waislamu wapya wa Makka hawatapewa uhifadhi katika Madina. sharti hili wa wenyewe wakalisitisha kwamba mtu akisilimu akija Madina basi arudishwe.
wao wakasema kwamba ni sawa, unaweza kuwapa uhifadhi. Mtume akakubali ombi lao na akawatumia abu basir na abu jandal taarifa kwa barua ya kwamba kwa kuwa makuraish wamebadilisha mkataba kwa furaha, hivyo wao waje madina. Nini muje madina? Mjumbe wa mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika siful bahar, wakati yule abu basir akiugua, alikuwa mgonjwa na hali yake ikawa tete. abu basir akaendelea kushika barua ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa upendo mkubwa, na baada ya muda kidogo akafariki dunia kwenye hali ile ile. Na kisha abu jandal na wenzake wakimzika amiri wao wenye hima na ujasiri katika siful bahar. Pamoja na hisia za ghamu na furaha wakafika kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. ghamu kwani kiongozi wao shujaa abu basir ambaye alikuwa bingwa wa tukio hilo akakosa bahati ya kumwona mtume sallallahu alaihi wasallam, na furaha kwani wao wakafika kwa kiongozi wao mpendwa na wakapata vukuvu kutoka makureshi. wanahistoria wasi wa islam kama ilivyo kawaida yao wakibadilisha historia wanaendelea kuleta shutuma zidi ya islam. kuhusu suluhu hudabia pia kunapatikana habari za shutuma za wanahistoria wa kristo. kuhusu hiyo mirza bashir ahmad saheb ameandika kwamba aghlabu hakuna tukio lolote la maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam ambalo wanahistoria wa kristo wasiwe wameliacha bila kuishutumu, na tukio la suluhu hudabia pia linakuja chini ya hali hiyo hiyo. waandishi wa kristo wakiacha baadhi ya shutma zisizo muhimu wameleta shutma mbili kuhusu swala hili la suluhu hudabia. moja, wanasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam aliwatoa nje kina mama kutoka mkataba huu wa hudabia, jambo ambalo halikuwa sawasawa na mkataba, kwani maneno ya mkataba yalikuwa ni ya kawaida kwa ajili ya wote, ni wanaume na wanawake. shutuma ya pili wanasema kwamba kuhusu tukio la abu basir mtume sallallahu alaihi wasallam alivunja mkataba, bali kwa kumpatia abu basir ishara hii kwamba yeye badala ya kurudi makka akiunda kamati ya kundi lake anaweza kufanya kazi yake, akaenda kinyume cha mkataba huo. katika kujibu shutuma hizi, jambo la kwanza linatakiwa kukumbukwa ya kwamba mkataba huu ulikuwa umefanywa kwa makuraish wa makka, na makuraish wa makka ni kaumu ambayo tangu mwanzo wa islam ilikuwa imempinga mtume sallallahu alaihi wasallam. na mkataba huu ulipokuwa ukifanywa wakati ule, twaona waliokuwa wajumbe wao namna walivyokuwa wakimzuia mtume juu ya mambo madogo madogo, lakini kwa vitu vile wenye kupinga madogo madogo na kaumu hiyo ambayo haikuwa kaumu ngeni, bali ilikuwa ni kaumu ya mtume mtukufu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ambayo ilikuwa inajua kila kitu. makuraish ambao mapatano yalikuwa yamefanywa kwao walikuwa watu wa kaumu ya mtume, walikuwa wakijua kila kitu na walikuwa wamefunga mkataba kwa umakini mkubwa sana, hivyo kusema kwamba wanawake na wanaume walikuwa ndani yake, wao pia walikuwa wakijua kwamba wamo ndani au la. kisha anaandika kwamba marizo yote ya masharti ya mapatano na yale yatokayo kabla yalikuwa mbele ya macho yao. basi makuraish wa makka ambao walikuwa kundi moja katika mapatano hawakupinga kitendo hicho cha mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hawakuchukulia kinyume cha mapatano. sasa watu wajao baada ya miaka 1300 ambao mambo mengi yamefichika mbele ya macho yao, wala hawana ujuzi kamili juu ya sababu za mapatano haya, kivipi wanaweza kupata haki ya kuipinga? washirikina wale wa maka hawakuleta upingamizi. wapinzani wa islam wa zama hizi wanaleta shutuma zidi ya islam. hili ni swala kama lisemalo, mdai hataki kusema lakini shahidi anataka kutoa ushahidi. yaani wale ambao kisa hiki kinawahusu wakichukulia kuwa sahihi wanakaa kimya, lakini waliokuja baada ya karne 13 wakapiga kelele
ni sababu gani kwamba quran na hadis na historia ya uarabuni zimejaa na shutuma hizi ambazo makafiri wa makka na makafiri wengine wa uarabuni walikuwa wakileta zidi ya mtume salallahu alaihi wasallam na islam, lakini habari hii haipatikani katika sehemu yoyote kwamba waislamu wawe wameshutumiwa kuhusu kukaidi mkataba wa suluhu hudhabia. kwa muda mrefu hakuletwa shutuma yoyote. leo wamejua kwamba walete shutuma hii. pamoja na hayo, jambo hili limethibitika kwa hoja madhubuti kwamba baada ya suluhu hudhabia mtume alimtumia kaisari wa roma barua ya mahubiri, na wakati ule kwa bahati abu sufyan bin harab kiongozi wa makka alikuwa amekwenda siria, na hirakal mfalme wa roma alikuwa amemwita kwenye kasri yake na akamuuliza baadhi ya maswali kuhusu mtume saa salam. swali moja lilikuwa hili kwamba je, mdai huyu wa utume wa kaumu yenu amewahi kukaidi mkataba wote? katika jibu lake abu sufian ambaye wakati ule alikuwa kiongozi wa watu wa makka na alikuwa adui mkali wa islam, maneno aliyotamka yalikuwa ndiyo haya kwamba hapana, muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuwahi kukaidi mkataba wowote. siku hizi pia tuna mkataba mmoja unaendelea pamoja naye, na siwezi kusema kwamba hadi mwisho wa mkataba huu jambo gani litatokea kutoka kwake. abu sufian anasema kwamba katika maongezi haya yote mimi sikuweza kupata nafasi ya kusema zaidi kuliko sentensi hiyo tu, ili ningeweza kuzalisha mashaka moyoni mwa herakal kuhusu mtume salallahu alaihi wasallam. maongezi haya ya abu sufian na herakal haya kutokea mara baada ya suluhu hudhabia. mtume salallahu alaihi wasallam alimwindikia herakal barua ya mahubiri na kisha akamtumia. kisha barua hiyo ikafika katika kasri ya herakal. herakal akamwita abu sufian kwenye kasri yake. vitu hivi vyote vinahitaji muda mrefu, kwani katika zama zile safari haikuwa rahisi, na yawezekana kwamba hadi wakati ule matukio ya abu basir kuja madina na matukio la umme kulsum na waislamu kina mama wengine, matukio hayo yatakuwa yamekusha tokea tayari. ndiyo maana wanahistoria wote wanasema kwamba tukio la abu basir na umme kulsum lilitokea kabla na tukio la kaisari wa roma likatokea baadaye. lakini japokuwa abu sufian katika kasiri ya herakal hakuweza kumshutumu mtume salallahu alaihi wasallam kuhusu ukaidi wa mkataba, ilhali maneno yake yanasema wazi kwamba alikuwa akitamani kufanya hivyo, lakini waliokuja hakuweza kufanya hivyo. lakini waliokuja baada ya karne 13 wanaleta shutuma zidi ya mtume salallahu alaihi wasallam kwamba alikuwa amekaidi mkataba, na hawapati hofu kwamba mungu, hawapati hofu ya mungu. ni masikitiko juu yao. kisha tukienda kwenye maelezo ya shutuma hizi, kasoro zake zinakuwa wazi zaidi. kwa mfano, shutuma ya kwanza ni kwamba kimsingi katika mkataba mwanamume na mwanamke wote walikuwa ndani yake, lakini mtume kwa kutumia karaha akawatoa nje kina mama. lakini kama tumekusha eleza tayari kwamba shutuma hii ni batili kabisa na haina msingi wowote, kwani maneno yale ya mkataba yaliyosimuliwa katika riwaya sahihi humo imeendikwa wazi ya kwamba katika mkataba walioingia walikuwa wanaume tu na sio wanawake na wanaume, kama tulivyoeleza hapo kabla katika sahih bukhari. maneno haya yameendikwa ya kwamba la yatika minna rajulun wa in kana ala dinika illa radadtahu ilaina, miongoni mwetu mwanamume yeyote atakwenda kwenu hata kama awe muislamu, yeye atarudishwa kwetu. mbele ya maneno haya wazi yasiyo na mashaka kuleta shutuma kwamba katika mkataba walikuwa wote wanaume na wanawake, si kinyume cha adili tu, bali pia ni kinyume cha uaminifu. na kama isemwe kwamba katika baadhi ya riwaya za kihistoria katika maneno ya mkataba neno la rajul halimo, bali maneno ya kawaida yametumika ambamo mwanamume na mwanamke wote wanaingia. jibu lake ni hili kwamba awal riwaya iliyo madhubuti itachukuliwa
kwanza. Na katika riwaya iliyo sahihi kabisa neno la rajul linapatikana, lazima hiyo itafahamika kuwa sahihi. Na maneno yanayopatikana katika riwaya ya kihistoria tukitafakari ndiyo sahihi kabisa. kwa mfano kitabu mashuhuri na maarufu cha historia, kitabu cha sirt ibn hisham, kinasema maneno haya kwamba man ata muhammad min quraish bighairi izni waliyihi raddahu alaihim, yani mtu katika kuraishi atamfikia muhammad saa salam bila izni ya kiongozi wake, ye atarudishwa kwa makuraishi. katika maneno haya ya kiarabu bila shaka neno la mwanamume hali kutumika wazi, lakini kila mtu mwenye ujuzi wa lugha ya kiarabu anajua kwamba katika kiarabu kwa ajili ya mwanamume na mwanamke sigha na alama zinazotumika ni tofauti, na katika maneno ya juu tangu mwanzo hadi mwisho alama zilizotumika ni za wanaume. basi kama vile ni kanuni ya ufafanuzi wa lugha ya mapatano, lazima katika maandiko haya wanaume tu ndio watakaohesabiwa. bila shaka saa nyingine katika maneno ya kawaida kwa kutamka sigha ya kiume wanaweza kuhesabiwa wanaume na wanawake, lakini ni dhahiri kwamba maandiko yanayojadiliwa hapo juu si kama yale, bali ni maandishi ya mkataba ambacho kina daraja ya kanuni na hata zaidi yake, kwani kila neno lake linaandikwa kwa umakini sana na uchaguzi wa maneno unafanywa kwa ridhaa ya makundi yote mawili. hivyo katika maandishi ya namna hii maana ile ile itachukuliwa ambayo inalenga mada yake. na mmeshasikia katika hutuba ya wiki jana kwamba mjumbe wa makafiri namna alivyokuwa amejadiliana na mtume saa salam. hivyo natija inayotoka ni kwamba katika mkataba huu waliokuwepo walikuwa ni wanaume peke yao. pamoja na hayo, kama imeshaambiwa kwamba mwanamke ambaye ni jinsia dhaifu na kikawaida anakuwa chini ya huruma ya mumewe au jamaa zake, maana ya kumrudisha ilikuwa ni kwamba baada ya kusilimu kwake yeye arudishwe tena katika ukafiri na ushirikina, ambayo ilikuwa ni kinyume cha rehma na huruma, bali hata ilikuwa mbali na uadilifu. bila shaka katika kumrudisha kwa mwanamume moja pia kulikuwa na hatari kwa ajili yake, kwamba makafiri wa Maka watampatia adhabu na mateso ya aina aina, lakini mwanamume ni mwanamume, yeye anaweza kuvumilia mateso, bali sawa na haja anaweza kujificha au kukimbia, na akiunda kundi lake anaweza kufungua njia za kujisalimisha kama alifanya Abu Basir. lakini mwanamke mnyonge anaweza kufanya nini kwa ajili yake? katika hali hizi ilikuwa sura moja ya kukosekana kwa Islam, kwa karaha au mauti. katika hali hizi zati ya mtume sallallahu alaihi wasallam mwenye huruma na mkarimu ilikuwa mbali kwake kufanya hivyo, kwamba yeye angewarudisha wanawake wanyonge kwa makafiri wazalimu. basi kile kilichofanywa kilikuwa sahihi kwa mujibu wa maneno ya mkataba na sawa kabisa, bali kilikuwa sawa na kanuni za adili na huruma zinazokubaliwa. na walioleta shutma hawakupata chochote isipokuwa majuto tu, kwa kuwa wao juu ya mipango ya kuhifadhi wanawake wanyonge na waliozulumiwa, wao hawakusita kuleta shutma juu yake. shutma ya pili inahusika na tukio la Abu Basir, lakini tukifikiria hata shutuma hii pia inathibitika kuwa dhaifu, isiyo na msingi. bila shaka mtume alikuwa amefunga mkataba huu kwamba katika makafiri wa Maka mtu yani mwanamume atakuja akikimbia, hata kama awe muislamu, yeye hatapewa uhifadhi katika Madina na atarudishwa. lakini swali ni hili kwamba je, mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya kinyume cha mkataba huu? Hapana, la hasha, bali yeye akaonyesha mfano kamili wenye shani wa kutekeleza mkataba huu. dunia haiwezi kuleta mfano wake. tafakarini
na muone kwamba abu basir alikubali islam na akakimbia makka kwa ajili ya kujisalimisha na zulma za makafiri na kwa ajili ya kuficha imani yake. Anafika madina, lakini jamaa zake wazalimu wanafika nyuma yake na kwa nguvu ya upanga wanajaribu kumrudisha katika islam. Wanataka kumkamata na kwenda naye. Hapo makundi yote mawili yanakuja kwa mtume. abu basir anasema kwa sauti iliyojaa huzuni na hofu kwamba ya rasulllah, mwenyezi mungu amenijalia neema ya islam na katika sura ya kwenda makka maisha yangu yatajaa hatari na mateso. wewe unayajua, kwa ajili ya mungu usinirudishe. Lakini kinyume chake jamaa wa abu basir wanamwomba mtume salallahu alaihi wasallam wakisema kwamba sisi tuna mapatano kwamba mtu atakayekuja madina atarudishwa. huzuni ya abu basir na ghera ya maswahaba zake ni mbele ya macho ya mtume salallahu alaihi wasallam, na hata hisia zake zinatikisa moyo wake. Mtume alikuwa amehuzunika mno, lakini mtu huyu mwaminifu na mwenye imani akisimama kidete juu ya ahadi yake anasema kwa maneno mazuri sana ya kwamba abu basir, wajua kwamba sisi tumeshawapa watu hawa ahadi na katika dini yetu si halali kuvunja ahadi. Angalieni, ni swala la uhai wa mtu fulani, lakini mtume anasema si halali kuvunja ahadi katika dini yetu. sasa si tunavunja ahadi ndogo ndogo, tunatakiwa kutafakari kwamba sisi tuna hali gani ya kiimani. Kisha mtume alisema kwamba wewe uende pamoja na watu hawa, na kama utasimama kidete juu ya islam, basi mwenyezi mungu atakufungulia njia yoyote ya wokovu. Na kisha tuliona kwamba mwenyezi mungu akamfungulia njia ya wokovu. kwa sababu ya amri hii ya mtume, abu basir akarejea pamoja na watu wa makka, na njiani baada ya kupigana nao na kushinda, aliporejea tena mtume kwa kumwona yeye akasema kwa hasira, wail ummehi musiru harbin lau kana lahu ahad, yani ole kwa mama yake, mtu huyo anawasha moto wa vita, lau kama awepo mtu mwenye kumfahamisha. kwa kusikia maneno hayo, abu basir anajawa na yakini kwamba mtume sallallahu salam kwa wote vile atamrudisha. hivyo anatoka madina kwa ukimya na anaenda kujenga makazi mapya katika mahala pa mbali. sasa tukiangalia tukio hili zima kwa jicho la uadilifu, kwamba humo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwajibika nini na kuna shutuma gani inayoweza kutokea zidi yake. haki ndiyo hii kwamba katika swala hili zima mtume asipojali hisia zake akatimiza mkataba, na si mara moja bali mara mbili akamrudisha abu basir, na pia akamrudisha kwa maneno yenye shani kwamba katika historia ya dunia mfano wake haupatikani. mtume hakujali hisia zake, hakujali hisia za maswahaba zake, na hakujali hisia za abu basir, na kwenye kila hali akatimiza mkataba. kisha abu basir akijisalimisha na watu wa makka akaenda mahala pengine. sasa kuhusu huyo, kivipi mtume anaweza kupingwa, na ni sharti gani la mkataba ambalo kwa mujibu wake mtume alikuwa akiwajibika, kwamba hata kama mtu aliyekimbia makka yeye ni mtume atawajibika kumrudisha makka. ni masikitiko maadui wa islam hawakufanya uadilifu juu ya islam. na kama shutuma hii iletwe kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam angeweza kumpeleka abu basir kwenye hema lake, kwenye majengo yake, yani wewe urejee madina, na kwa kuwa hakufanya hivyo ye alivunja roho ya mkataba. shutuma hii pia haina msingi vovote, na hata maneno ya mkataba yanakatalia.
sharti la mkataba kwamba mkazi wa maka muislamu akikimbia na kufika madina mtume atamrudisha. jambo hili linathibitisha wazi kwamba shabaha ya sharti hili ilikuwa ni kwamba mtu huyo japokuwa ni muislamu lakini hatapokelewa katika mdwara wa utawala wa kisiasa katika madina. japo atakuwa muislamu kiitikadi lakini mtume hatamshirikisha katika siasa ya madina. sasa mtu huyo sawa na masharti ya mkataba alikuwa ametolewa nje kutoka utawala wa kisiasa wa madina. sasa kuhusu huyo kivipi wanaweza kusema kwamba hata kama awepo sehemu fulani mtume akimwamuru amrudishe? ni zulma kubwa sana. na kama mtume saa salam anamweka mtu huyo katika madina, wanakuja kumpinga kwamba kulikuwa na mkataba kwamba hata kama ni muislamu mtume hatamshirikisha kwenye siasa yake, lakini kama anamtoa nje ya siasa yake na angemkubizi kwa watu wa makka, hapo wanakuja kupinga kwamba kwa nini mtume hamuingizi kwenye siasa yake na kumwamuru. hivyo kisiasa shutuma hii ni dhaifu sana, isiyo na msingi vovote, kwamba mtu mwenye uelewa na busara hawezi kukubali. na haki ndiyo hii kwamba sharti hili ambalo lilikuwa limeingizwa na makafiri katika mkataba kwamba muislamu mhajiri asipewe uhifadhi, mwenyezi mungu akalifanya kuwa adhabu kwa ajili yao. na mtume wetu saa salam alifanya sawa na mkataba, lakini nini mkaja kupanda miiba kwenye njia yenu na mkakata mikono kwa silaha zenu? mliposema wenyewe kwamba kijana yoyote wa maka akiwa muislamu atakapoenda madina mtume hatamhifadhi katika madina na yeye atafahamika kuwa nje ya siasa ya madina. sasa nini kivipi mnaweza kusema kwamba watu hawa waliotolewa nje ya siasa ya madina hata kama wapo wapi mtume angewa umuru na awafikishe maka? ni jambo la ujinga tu. nini wenyewe mliweka sharti kwamba mtume saa salam atawatawala juu ya watu hawa upande wa kiroho tu na katika mambo ya kidini, lakini hatakuwa hakimu upande wa siasa. kwa mujibu wa siasa, kwa mujibu wa utawala na kikanuni, mtume hatakuwa na haki juu yao. bila shaka wao ni waislamu kiroho, walifanya baiati ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawa waislamu na waumini, lakini waliwameweka sharti kwamba kisiasa hawatakuwa watu wenu, na mtume akakubali. na nini mlipo watoa nje ya siasa ya mtume, sasa kwa nini mnaleta upingamizi juu ya mtume? hiyo ilikuwa njama ya makuraish wa makka iliyorejea makwao, na mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa mtukufu na yeye alitimiza maneno ya mkataba na akimkabizi abu basir kwa watu wa makka, akamrudisha kutoka madina na kisha akatimiza roho ya mkataba kama ilivyokuwa matakwa ya sharti hili. mtume saa salam akaweka nje abu basir na wenzake kutoka mdwara wa siasa yake. hivyo mtume akawa mkweli kwa namna zote, lakini makafiri wa makka wakawindwa na wavu wao walioeneza wenyewe, na kisha wakazalilika na wakaja kwa mtume na wakasema kwamba sisi tunafuta sharti hili kutoka mkataba, na kutamkwa kwa mtume maneno kwamba wailu ummihi musiru harbin lau kana lahu ahad, ole kwa mama yake, mtu huyo anawasha moto wa vita, lau kama mtu awepo kwa ajili yake. akamwashiria abu basir kwamba wewe nenda ukajenge kundi jipya na uanze kupigana nao. ni zulma kubwa sana na ni uelewa mchafu na ni ujinga mtupu. maneno haya ni uthibitisho wazi juu ya ukweli wa mtume saa salam kwamba alikuwa anachukia vita, na sio maana kwamba alikuwa amemwashiria kwamba uwashe moto wa vita. na jambo hili linathibitisha kwamba mtume alikuwa amechukia kutoka kitendo cha abu basir, na sio kwamba alikuwa amemwashiria kwamba aanze kuwasha moto wa vita. mtu akiwaza
kama sir william yor alivyofikiri kwamba maneno ya mtume saa salam ya mwisho lau kana lahu ahad maana yake ni kwamba lau kama apatiwe au apate mwenzake na hiyo inaonyesha kwamba hayo yalikuwa matakwa yake kwamba abu basir akipata mwenzake basi anaweza kuwasha moto wa vita na hivyo katika maongezi haya kuna ishara ya uchochezi wa vita jibu lake ni kwamba maana ambayo tumeifanya ni sawa na lugha ya kiarabu tulivyoeleza katika historia na mifano yake inapatikana katika hadisi kwa wingi na pia kama maana nyingine ifanywe kama anayotaka kufanya william muir hata hivyo sawa na maneno hayo maana ya sentensi hii si nyingine isipokuwa moja tu kwamba kama abu basir apate mwenzake yeye awashe moto wa vita lakini ni tunamshukuru mungu kwamba katika madina hakuna mtu wa aina hiyo kwa ajili yake hii ndiyo maana moja vile vile kwamba sisi hatuna mtu ambaye aweze kumsaidia hata kama maana gani ichukuliwe huo ni uthibitisho na ushahidi wa kutosha kwamba matakwa ya mtume saa salam yalikuwa ni kumlaumu abu basir na sio kumwashiria kuwasha moto wa vita je mtu anayeanza maongezi yake kwa hasira anaweza kumwashiria kwamba yeye awashe moto wa vita anaweza kutamka maneno hayo katika kuleta shutma kwenye shauku hii mtu hatakiwi kuacha akili lakini watu hawa ambao ni wasomi au wasomi wa kijina swali la mtume linapokuja au swali la historia ya islam linapoibuka watu hawa wanaanza kuongea mambo yasiyo na akili jambo kubwa ambalo tunaweza kuliona ni kwamba abu basir alipata athari gani kutoka maneno ya mtume na akaelewa maana gani hivyo maneno yanapatikana katika riwaya kwamba falamma samia zalika arifa annahu sayurudduhu ilaihim yani abu basir aliposikia maneno ya mtume akaelewa na kujua kwamba kwote vile mtume saa salam akamrudisha kwa watu wa makka hivyo yeye akakimbia kwa ukimya upande wa mwingine ni masikitiko makubwa mtu ambaye alikuwa ameambiwa maneno hayo ye akaelewa maana hii kwamba mtume saa salam hakupenda amali yake na kitendo chake na mtume salallahu alaihi wasallam atamrudisha kwa makka kwa watu wa makka lakini watu hawa waliokuja baada ya karne 13 wanasema kwamba kimsingi mtume alikuwa amemchochea abu basir ili kuunda timu yake moja na kuwasha moto wa vita kitu kisichokuwa na uadilifu kinatakiwa kuwa na mipaka hivi ni vivango vya watu hawa wanaodai kuwa wenye adili na kitu ambacho daima kimeleta ufisadi katika dunia na ufisadi huo unaendelea hata siku hizi mwenyezi mungu aijalie dunia na hasa waislamu akili na awasalimishe kutoka njama za kidajali الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر